Ili uwe ni mwanafunzi wa Yesu, zingatia haya nayokuambia. Moja, soma Biblia kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, na uende kutoka 20 mstari wa kwanza mpaka 17 kwenye amri 10 za Mungu. Miongoni mwa amri hizo imo Sabato. Ikiwa kuna kitabu chochote, iwe ni katekisimu au kitabu kinginecho kinachofundisha ya kwamba siku ya Sabato iliondolewa na kuwekwa Jumapili, basi unaweza ukaleta ushahidi huo. Ukishika amri 10 za Mungu utaikuta Sabato. Kama kuna katekisimu haina Sabato, wamekudanganya. Umepofushwa macho na umedanganyika. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hawa hapana asubuhi. Isaya 8:20. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 nasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Katika kitabu kile cha Ezekieli sura ya 20 aya 12, tena naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 16 na mstari ule wa 23 mpaka 28 anaelezea kwamba wana wa Israeli walikuwa wamepewa nafasi ya kumtii Mungu na kuiacha siku ya Sabato iwe siku ambayo ni ya ibada tu, si ya kufanya kazi. Kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 31 aya ya 14 na 15, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba wale wote ambao wanafanya kazi siku ya Sabato watatengwa kabisa na watauawa. Katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 17 aya 19 mpaka 22 anazungumza ya kwamba usiingize mzigo wote kwenye nyumba yako siku ya Sabato, wala usiutoe ndani kwa malango ya Yerusalemu. Nehemia sura ile ya 10 aya 31 anasema ya kwamba watu wa nchi wanapotembeza vyakula siku ya Sabato msinunue. Uruhusiwi kuuza wala kununua siku ya Sabato. Yesu alienda hekaluni siku ya Sabato na kufundisha watu. Aliwafundisha mafundisho yanayohusu Mungu. Rejea katika Injili ya Mathayo sura ya 12 anza mstari wa kwanza mpaka wa 8. Hapo anazungumza ya kwamba alishindana na Wayahudi na aliwaelekeza kuhusiana na matumizi ya kupumzika siku ya Sabato, na akasema yeye ndiye Bwana wa Sabato. Kitabu cha Luka sura ile ya 4 anazungumza ya kwamba ukianza mstari wa 16 ya kwamba akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Ilikuwa siku ya Sabato. Luka 23 aya ya 54 anasema na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na Sabato ikaanza kuingia. Ukisoma mstari wa 56 anasema na wale wanawake waliofuatana naye walienda wakaangalia mahali alipolazwa mwili wake, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Marko sura ya 16 na aya ya 9 anasema naye alipofufuka siku ya kwanza ya juma alimtokea kwanza Maria Magdalene. Siku ya kwanza ya juma ni Jumapili, ambayo ndiyo usherekewa duniani kwamba ni siku ya 7 ya juma na usherekea kukumbuka kifo cha Yesu. Sikia, Yesu alikufa siku ya Ijumaa, ndiyo huitwa Ijumaa Kuu. Yesu siku ya Sabato alikuwa kabrini akiwa amepumzika. Yesu alifufuka siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya kwanza, Injili ya Luka sura ya 24 aya ya kwanza, Injili ya Marko sura ya 24, hiyo nimewasomea katika mstari ule wa kwanza na kuendelea. Injili ya Marko sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Mpendwa msikilizaji, kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza na aya ya 10 nasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Siku ya Bwana ni Sabato. Siku ya Bwana sio Jumapili. Kwa hiyo wale wanaofundisha kwamba Jumapili ni siku ya Sabato wanawadanganyeni. Sasa basi zoezi ni hili. Ambaye anaweza kuniambia ya kwamba Jumapili ni siku ya Sabato, kwamba Jumapili ni siku ya 7 ya juma, kwamba Jumapili imeamuliwa na Yesu kuwa siku ya ibada, basi aniletee fungu. Milioni 1 iko hapa. Tutatoa milioni 1. Mtu atakayeniambia Jumapili ni siku ya 7 ya juma, milioni 1 inatolewa. Na tumefanya hivi ili tuweke ushahidi kwamba wale walio tayari kutoa ushahidi kwamba Jumapili ni siku ya 7 ya juma,
basi walete fungu linalosema Jumapili ni saba. Milioni 1 zimeandaliwa kwa ajili ya kuwapa watu hao. Ukiona milioni 1 hiyo huwezi kuichukua na una uhakika kwamba Jumapili sio siku ya saba, basi tafuta kanisa la Waadventista wa Sabato ili wakufundishe Biblia, kitabu cha kwanza kabisa cha Mwanzo mpaka Ufunuo, ili uweze kujua habari ya Sabato. Sabato haijawahi kuondolewa, ila Jumapili ndiyo imeanzishwa na Rumi chini ya mfalme Konstantino wa dola ya Rumi, na ndiyo inayoenezwa mpaka hivi leo wanaipigania, na hivi karibuni watu wote wa ulimwengu watalazimishwa kuishika siku ya Jumapili. Sikiliza, jioni ya leo tafakari na ujihoji mwenyewe. Unaitunza Jumapili imeandikwa wapi? Amekutuma nani? Amekuamuru nani? Mutakufa vibaya ninyi, na wahurumia sana.